transplants were done at Mediheal. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeelezea mahakama ya upeo kwamba kutoratibiwa upya kwa mipaka nchini huenda kukaathiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Haya yanajiri huku utata ukiendelea kuzingira uteuzi wa makamishna wapya wa IEBC baada ya mahakama kuu kuahirisha shughuli ya kupiga msasa walioteuliwa na Rais William Ruto kuhudumu kama mwenyekiti na makamishna. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Juhudi za kuwateua mwenyekiti na makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC zinaendelea kushuhudia vikwazo sihaba, huku mahakama ikisitisha shughuli ya kuwapiga msasa wateule na bunge. Uamuzi huo uliofanywa na hakimu Lawrence Mugambi sasa ukionekana kuibua hisia kali miongoni mwa wanasiasa. Mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma kupitia mtandao wa kijamii wa X ameonya kwamba maagizo yaliyotolewa ya kusitisha msasa wa makamishna hao yanakwenda kinyume na maslahi ya umma, kwani tayari kuna kibarua kigumu kinachosubiri tume mpya ya IEBC, hasa chaguzi ndogo maeneo kadhaa na maandalizi ya kutosha ya uchaguzi mkuu wa 2027. Kutoandaliwa kwa chaguzi ndogo kumeacha maeneo mengi bila uwakilishi bungeni na pia kwenye wadi tofauti. Hali kadhalika, anahoji kwamba uamuzi huo pia unaweka mahakama na bunge la kitaifa kwenye njia panda, ikizingatiwa kwamba mahakama haina mamlaka ya kusimamisha uamuzi wa bunge. Changamoto iliyopo ya uteuzi wa makamishna wa IEBC vilevile inasemekana kuathiri ukaguzi upya wa mipaka. Haya yanajiri huku IEBC ikieleza mahakama ya upeo kwamba kutofanyika kwa ukaguzi mpya wa mipaka huenda ukaathiri uhalali wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa 2027. IEBC kupitia mawakili wake sasa inataka shughuli hiyo kufanyika kufikia mwezi Julai mwaka ujao. Gloria Milimu, KTN. Baadhi ya wahadhiri na wafanyakazi wa chuo kikuu cha